Hisa Kitaa. Wiki hii katika Hisa Kitaa tumetembelea chuo cha CBE tukiongea na wanafunzi tukiuliza uelewa wao kuhusu mambo ya hisa, mambo ya wekezaji na je, kuna umuhimu kuhusu mtu kujua mambo ya wekezaji? Kwa majina naitwa Amelia Peter Magawa, ni mwanafunzi hapa CBE, nasoma kozi ya HRM mwaka wa pili. Majina naitwa Jema Marco Mangula, nasoma CBE kozi ya Business Administration in Human Resource Management. Amiri Chembe, nasoma BBA HRM mwaka wa pili hapa CBE. Majina naitwa Mariam Jamal, nasoma chuo cha CBE kozi Business Administration. Majina naitwa Nyaswe James Kemue, nasoma kozi ya Business Administration in Human Resources Management. Majina naitwa Patrice Benjamin Shuma, ni mwanafunzi wa CBE, nasoma kozi ya Accountancy and Taxation. Una uelewa gani kuhusu hisa? Unajua nini kuhusu hisa na uwekezaji? Kwa uelewa wangu, hisa, yani mtu anaponunua hisa katika kampuni fulani, anakuwa na sehemu ndogo ya umiliki wa kampuni hiyo. Mfano kama ukinunua hisa labda za CBE katika Dar es Salaam Stock Exchange au hisa za CRDB, unakuwa na umiliki mdogo katika kampuni hiyo. Ndio ninachokijua. Kwa ninachoelewa mimi, ukizungumzia hisa ni kile kitu ambacho kinapatikana juu ya kile kitu ambacho umekiinvest. Hisa ni namna mfanyabiashara au mtu binafsi anaweza kuwekeza kwenye kampuni au taasisi fulani. Nikisema maana ya hisa ni yani, kwa ninavyojua mimi ngoja nitolee mfano, ni kile kitu ambacho unakiwekeza ambacho kwa baadaye unategemea kitazaa, yani unategemea manufaa kwa baadaye. Jema, unajua chochote kuhusu uwekezaji? Yes, najua. Unajua nini? Najua mtu anapowekeza labda kwenye kampuni, kwenye shule, anakuwa na asilimia zake kwenye kampuni hiyo, anakuwa anatoa hela, afu baada ya muda, kwa mfano kampuni imepata faida, inakuwa inagawa kiasi fulani. Uelewa wangu mimi ninaelewa kwamba uwekezaji ni ile hali ya mtu kujiwekeza mahali fulani. Kwa mfano, yani kama nachukulia mfano, kuwekeza kama labda nina hela kiasi fulani, nawekeza kwa mtu, yani kuwekeza kwa mtu kwa ajili ya malengo fulani, yani kuiweka akiba. Kama akiba, kwamba nikipata shida naweza nikaitumia ile akiba ambayo nimewekeza mahali. Kwenye biashara yako au shughuli zako za kawaida, una mpango kuja kuwekeza? Ndio, ninao kuja kuwekeza. Kwa nini? Kwa nini uwekezaji ni muhimu na kwa nini watu wajue kuhusu uwekezaji? Kwa sababu kuwekeza kuna faida, kwa sababu unakuwa unapata baadhi ya faida endapo hiyo kampuni au kitu chochote baada ya muda ikipata faida, na unakuwa kuna asilimia zako unapata hivyo. Ndio. Kwenye nini malengo yako? Mimi na mpango wa kufungua biashara ya duka la nguo na vyakula. Unaona, kwa vile unaelewa kuhusu hisa na mambo ya uwekezaji, unaona masuala ya hisa, uwekezaji, knowledge zote kuhusu mambo hayo, unaona ni kama na umuhimu yote katika jamii yetu? Ndio, mtu anapoelewa mambo ya hisa na bond, anajua ni namna gani ya kuhifadhi pesa zake na kuinvest sehemu fulani ili aweze kupata maendeleo yake, aweze kujikamua katika biashara zake. Kwenye mambo ya hisa, mambo ya kuwekeza, unaona kuna umuhimu mtu kujua kuhusu kuwekeza, au unaona kama mtu akijua kuwekeza patakuja kumsaidia baadaye? Kwa mimi naona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwekeza, kwa sababu unavyowekeza zile hisa zinavyozidi kuongezeka na ndo unajiwekea nafasi kubwa sana ya kufanikiwa, iko hivyo. Kwa hiyo nakutegemea siku utakujua huko mbeleni mfanya biashara mkubwa hapa Tanzania. Bila shaka na wish niwe hivyo, nifahamike tu kama wafanya biashara wengine wakubwa, sababu na ndoto nyingi, sababu wengine sisi unavyotuona tunasoma, of course tunategemea na familia, ina maana mpaka familia inakuja inanitolea hivi, ina maana pia nayo familia inawekeza kwangu, inaamini kwangu mimi. Kwa hiyo mwenyewe umewekezewa, wewe mwenyewe ni mfumo example ya mtu akiwekeza. Mzazi anavyonilipia ada ni moja kwa moja yani kama ananiwekezea, anaamini kabisa kwamba ipo siku nitakuja nifanikiwe alafu nije kumsaidia yeye, sababu ile ni binadamu, kuna wakati unafika anaweza akapoteza nguvu ya kufanya kazi moja kwa moja. Una mpango kuja kununua hisa baadaye au una hisa au shares popote? Hisa sina, lakini na mpango huo kwa sababu kuna mtu alinipa elimu kuhusu soko la hisa, hiyo Dar es Salaam Stock Exchange. Na unaona kama ni kitu cha muhimu watu wengine kujua, au na kwa nini? Kama ndio, ni kwa nini unaona hivyo? Mimi kwangu nahisi ni ndio, yani kwangu ni ndio, kwa sababu
sisi hapa na chuo kuliko hela tunazozipata kuwekeza kwenye vitu vingine, it's better ukawekeza kwenye hisa, kwa sababu ni kitu ambacho yani kipo, hela yako ni ipo, yani utaikuta. Utakavyotaka kuitumia ndo utaitumia, utaki bado utaendelea kuwa na hela yako hapo. Kwangu mimi sina biashara yote ninayofanya. Lakini una malengo ya kufanya kitu gani maishani mwako? Yani na kozi yako unasoma, una malengo gani ya kutumia hiyo elimu kwa kiasi gani? Kwa malengo yangu mimi, Yes. ukiondoa na kitu ambacho nakisomea, napenda mambo ya Miss. Mambo ya Miss. Umesikia, napenda mambo ya Miss. Kwa hiyo tutakuona siku moja Miss Tanzania nini? Miss Universe. Mungu akijalia naweza nikafika huko, ila kutokana na kozi yangu mimi napenda mambo ya kuhusiana mambo ya TRA, ikikosekana zaidi mambo ya benki. Unaona kuna umuhimu watu kujua kuhusu mambo ya hisa na uwekezaji, au jamii au wanafunzi kuelimishwa kuhusu mambo ya uwekezaji? Umuhimu upo, kwa sababu unapowekeza ina maana hauwekezi kwa muda huo huo, unawekeza kwa ajili ya future yako, yani kwa ajili ya baadaye. Mlivyosikia na kuona uelewa wa wanafunzi kuhusu mambo ya hisa na uwekezaji. Wiki hii mlikuwa nami Angel Faith, mpaka wiki ijayo tukutane tena the same place.